Hii benki ilikuwa inaitwa Dragon na ilikuwa ni kampuni kubwa kweli kweli. Yaani kufanya kazi kwenye hii kampuni ilikuwa ni sifa, alafu ni heshima kubwa kinoma. Na ilikuwa ni ndoto ya vijana wengi na watu wengi sana. Hata kijana mmoja ambaye ndo star wa filamu yetu anaitwa Gaku, naye ilikuwa ni ndoto yake kubwa sana siku moja kuja kufanya kazi kwenye benki hii ya Dragon. Na siku ya leo sasa ilikuwa ni interview. Walikuwa wanataka kuajiri wafanyakazi wapya. Na Gaku akasema siwezi kumisi opportunity kabisa yani. Na kwa sababu hiyo naye akaenda kwenye usaili bwana. Oya, kusema ukweli, process ya interview ilikuwa inatisha kweli kweli. Kulikuwa kuna watu 5,000 wanaotaka kazi kwenye kampuni ya Dragon, lakini walikuwa wanahitaji watu 80 tu ambao ndio watawaajiri kwa ajili ya kazi hiyo. Na ilikuwa ni ngumu zaidi kwa sababu interview zilikuwa zinafanywa na president mwenyewe wa kampuni bwana. Na alikuwa ni binti mdogo tu, lakini ana pesa nyingi. Alikuwa anaitwa Kokorio. Sasa ukawa umefika wakati wa Gaku, kijana wetu mwenyewe, kwa sababu jamaa alikuwa ni muoga kweli. Alikuwa ni muoga vibaya mno. Na akati ameingia kwenye interview akafanya makosa mengi kweli kweli. Hadi akawa anaanguka kwenye kiti mara na kusema kweli akawa amepoteza pointi zote kutoka kwa watu wanaomfanyia interview pale. Sasa baada ya kukaa, Gaku akajitambulisha pale. Mimi naitwa Gaku na ni computer genius. Ninaweza kuhaki kwenye system ya aina yoyote ile. Lakini hiyo haikuwa enough kuweza kumshawishi Kokurio. Oya, huyu acha tumwite tu Koku, maana jina lake gumu sana. Kokugonza. Au vipi? So kwa sababu ya yale makosa aliyoyafanya bwana, Gaku akawa ameikosa hiyo kazi bwana. Na mtu aliyefuata kwenye interview alikuwa kijana mmoja anaitwa Haru. Haru alikuwa ni kijana smart sana, amenyooka kweli kweli. Alikuwa ana uwezo wa kuongea, yani akianza kukushawishi lazima ushawishike. Oya, hadi ile panel ya interviewers wakawa wanacheka kinoma kwa sababu kijana alikuwa anawachekesha. Yani anawapa maneno mazuri na kuwachekesha umoumo. Lakini kwa bahati mbaya, Koku yeye ndiye aliyetakiwa kuamua na hakufurahia, hakuona vinachekesha. Ndio utajua kwamba binadamu tunatofautiana bro. Mtu ambaye anakuchekesha wewe, mwenzio amchekeshi. Mtu ambaye unampenda wewe, kwa mwenzio ni mbaya kinoma. Lakini Koku akasema kwamba nahisi huyu jamaa anaongea sana, so sidhani kama mimi nitamhitaji kwenye kampuni yetu. Umeona sasa? Yeye alimuona kama anaongea sana. Sio kwamba mtu mzuri wa kumsaidia kwa ajili ya kusaidia kampuni yake. So wakamkataa jamaa. Na kusema kweli, hayo maamuzi yalikuwa ni maamuzi mabaya sana kwenye kampuni yao, kwa sababu baadaye watakuja kuregret. Sasa baada ya Gaku pamoja na Haru kutoka kwenye ile kampuni bwana, ghafla wakawa wamekutana, wakawa wamefurahi kweli kuonana pale bwana. Lakini hapo ndo tutakuja kujua kwamba hawa jamaa kumbe walikuwa ni marafiki wa muda mrefu sana na wamesoma pamoja. Gaku yani kiasili yeye ni mtu mwenye aibu, hawezi kuongea mbele za watu, ni kijana fulani hivi ambaye hana maneno mengi. Na mara kadhaa walikuwa wakimuonea sana hata akiwa shuleni. Siku moja Haru akawa amemuona Gaku akiwa anapigwa na wanafunzi wenzao. Sasa Haru akaingilia kati na kuwatandika wale wengine bwana. Lakini muda huo huo kulikuwa kuna gari ambayo imezuia pale, ki pickup fulani, ki truck tuseme. Na ile gari ilivyoanza kuondoka, kamera zikawa zimeonyesha kwamba Haru alikuwa anawapiga watoto. Sasa shida ni kwamba wangemuona Haru akiwa anawapiga wale watoto vile alivyokuwa anawapiga kwenye CCTV kamera, maana yake angekamatwa kijana na kupelekwa jela bro. Lakini bahati nzuri Gaku alikuwepo na Haru amemsaidia Gaku bwana. Gaku akachomoa kompyuta yake na kwenda kukaa kwenye benchi pale na kuanza kuhack CCTV zile ili aweze kufuta ile record ya Haru akiwa anawapiga wale wapuuzi wale waliokuwa wanamuonea yeye sasa. Na hicho ndicho kilichowafanya hao wawili wawe marafiki kuanzia hapo. Umeona? Lakini kwa bahati mbaya baada ya graduation, baada ya mahafali ya shule yao hawajawahi kuonana tena. Lakini sasa wamepata chance ya kuonana tena bro. Lakini wameonana kwenye wakati mgumu kwa sababu wote wawili wamekataliwa kwenye kazi. Bwana,
Haru baada ya kugundua kwamba wote wamefukuzwa, wamenyimwa kazi, akaja na idea yake pale na kumshirikisha Gaku kwamba oya mwanangu, naomba tuanzishe kampuni yetu sisi wenyewe na tukaipambanie bwana. Wakawa wamekubali, na wote walijua kabisa kwamba hawana idea yoyote ya maana ya kuanzisha kampuni, lakini vichwani mwao walijua kabisa watafanikiwa. Oya, hapa tunajifunza kitu kimoja wanangu, kwamba kwenye maisha mzee, sio lazima uwe na formula, sio lazima uwe na pesa, sio lazima uwe na mambo yamenyooka. Cha msingi ni akili yako kuiweka sawa tu. Mambo mengine yanakuja yenyewe, au vipi? Sasa siku inayofuata wakaingia mzigoni bwana, na wote walikuwa na dola 200 tu, yani kama 500 kwa kila mmoja. Na akati Gaku anafikiria ile pesa wataitumia kufanyeje na wafanye nini ili iweze kuwasaidia, lakini Haru ameshanunua kiti kipya kipya bwana. Na Gaku akashangaa kwamba oya, umepata wapi hela za kununua kiti? Haru akasema kwamba kiti kilikuwa ni dola 400, yani ile dola 200 uliyotoa wewe na dola 200 niliyoitoa mimi, nimeamua kununua kiti. Gaku akaanza kumshangaa, unanuaje kiti wakati ndo hela hiyo tulikuwa nayo, hatuna hela nyingine, sasa tunafanyaje? Lakini Haru akasema, bro sikiliza rafiki yangu, wewe ni computer engineer mzuri sana, na katika uwezo wako wa computing ni lazima uwe na kiti kizuri kinoma noma. Ndio maana nimenunua kiti cha bei, yani amenunua kiti cha $1,000,000 bro, ili mshikaji wake sio cha kwake, amenunua kwa ajili ya Gaku. Ndio utajua kwamba jamaa kweli alikuwa anamthamini rafiki yake. Umeona? Anasema wewe utakiwi kuumwa mgongo kwa sababu kampuni inakutegemea sana. Kusema kweli, Gaku kuanzia pale ndipo alipogundua kwamba Haru ni mshikaji kweli kweli na anamjali. Sasa ukiwa na mshikaji kama huyu ambaye anakujali, lazima mpambane pamoja. Na Haru akasema, rafiki yangu sikiliza, sasa tutakwenda kuomba, yani ku raise capital. Kwa Kiswahili unaweza kusema kwamba kukuza mtaji, kutoka kwa investors, yani kutoka kwa wawekezaji, ili kampuni yao ianze kufanya operations. Ona, alivyokuwa anaongea Haru, ilionekana kama ni kitu rahisi sana, lakini haikuwa rahisi kama ambavyo walikuwa nafikiria, kwa sababu waliwa approach my investor wengi sana, yani wawekezaji wengi kinoma, na ilikuwa ni ngumu kukubaliwa bwana. Kila mmoja alikuwa anawakatalia, yani kwa sababu gani? Vijana wawili tu ambao hawaonekani kama wana mpango wote wa maisha. Kuna mtu aliyeweza kuwaamini, na hilo jambo liliwafanya kwamba wawe na mawazo ya kukata tamaa wakati mwingine kwenye kampuni yao bwana. Baadaye bwana, Haru akamemkumbuka mtu bwana, na akamwambia Gaku, kuna mtu nimemkumbuka, twenzetu tukaonane naye bwana. Oya, kumbe hakuwa mwingine bali ni Koku bwana, yani president wa benki ya Dragon. Na muda huo Koku alikuwa anacheza pool table, na Koku muda huo alikuwa ni muda wake wa kupumzika, nao vijana wakawa wamemvamia pale na kuanza kuongea, na akasema sioni umuhimu wa kuwapa investment. Lakini Haru akaanza kumwelezea kwamba investment hii itakusaidia sana, na kwa muda mfupi tutatengeneza faida, na itakuwa ni faida nzuri sana kwako, na tuta multiply mara kadhaa na mara kadhaa na mara kadhaa. Baada ya kusikia hivyo, Koku akawa very interested kusema kweli, lakini akamwambia, nataka uprove kitu, unishawishi. Sasa unajua mshawishi kufanyeje? Acheze pool table, aone uwezo wake wa kulenga pool table. Udada alikuwa mjinga, yani kutoa hela na pool table vinaingilianaje rafiki yangu? Lakini Haru alikuwa ni muhuni kinoma. Akamwambia, sikiliza, pete 5 zilizobaki kwenye table hiyo, kwenye meza ya pool table, nitazipiga na zote zitaingia kwenye shimo kwa pamoja, na sitopiga tu hivi hivi nikiziangalia, nifungeni kitambaa. Oya, hiyo kitu ni impossible bro. Lakini pia mshikaji akampa condition kwamba sikiliza, nikifanikiwa utainvest kwetu, lakini nisipofanikiwa kuzingiza hizo kete zote kwenye mashimo, basi mimi na Gaku tutaondoka na hatutokuja kurudi kwako tena bwana. Bro, mipira 5 si mchezo kwa mpigo mmoja bro. Basi Koku akampa fimbo kijana, na Haru akavua tai yake na kujificha macho yake, alafu akachukua ile fimbo bwana, akafocus attention yake yote kwenye mpira mweupe, na baadaye akapiga bwana. Alipopiga, mpira mmoja baada mwingine ukaanza kuingia kwenye shimo, po, lakini ikabaki namba 9 bwana. Ghafla bwana, White ikaanza kuifuata namba 9 taratibu, na baadaye ikaugusa mpira namba 9 na wenyewe ukaingia kwenye mashimo bwana. Oya, ilikuwa ni noma kinoma noma. Na Koku akamekubali bwana, kwa sababu aliwa promise tayari, na alikuwa ni mtu wa maneno. Akawaagiza vijana wake walete briefcase, na ndani ya briefcase kulikuwa
kuna yen milioni 100 bro. Yani milioni 100 yen si mchezo. Sasa ukitaka kujua milioni 100 yen ni sawa na shilingi ngapi, cheki mwenyewe, angalia Google. Lakini Koku akawaambia, sikilizeni, ninawapa deal. Kwa pesa hii ambayo ninawapa, nitahitaji 51% za kampuni yenu. Yani yeye achukue share 51 ambazo ni nyingi kulikweli. Akichukua share 51 maana yake ndo mmiliki wa kampuni sasa. Kumbuka vijana wetu walikuwa wanashangilia hapo, wamefurahia. Lakini baada ya kupewa hizo habari mpya, huzuni ikawa imewajia tena. Na kumpa 51% na wao wakabakiwa na 49% ambazo watu wawili wanatakiwa wagawane, ni kama wanarudi kuwa watumwa wa yeye, wa Koku. Na Haru pamoja na Goku wakaamua kuinuka na kuanza kuondoka bwana. Kusema kweli walifeli kupata zile hela, lakini vijana wakaenda kucelebrate bwanangu, wakaenda bar kusherehekea kwa sababu angalau wamepata hayo matokeo, wameshazigusa ta hela. Maana yake ni kwamba kama huyu amekubali, kuna wengine wataweka hela tu. Oya, hii movie na mafunzo mengi kinoma bro. Umeona? Furahia hata mafanikio yako madogo madogo bro. Kwa sababu huwezi jua utafanikiwa saa ngapi. Ukifanikiwa kidogo, sherehekea kinoma yani. Usikae kinyonge au vipi? Sasa wakiwa pale baa bwana, wakawa wamepata habari, watu wakiwa wanaongea pembeni kwamba Dragon Bank, yani benki ile ya Koku, wanataka kuweka mashindano ambayo yatakuwa yanahusiana na mambo ya security, yani ulinzi wa kimtandao. Na according to Gaku, mtaalamu wa mitandao sasa na kuhack, akasema kwamba haya mashindano yatashirikisha watu wengi sana. Na hao watu najua wengi wao watakuwa ni wale famous hackers, yani wale wataalamu wa kuhack. Na tukishinda tukiwa namba 1 itakamata attention kubwa sana, na makampuni mengi makubwa kweli kweli yatatuona bro, na yakituona maana yake sisi tunapata madili tena. Baada ya kuona kwamba hii ni opportunity, Haru akamwambia Gaku unashiriki, yani lazima ushiriki. Umeona hayo mambo ya bayo bro. Na Haru alikuwa yuko confident kinoma bro, kwa sababu yani alikuwa yuko confident kumzidi hata mwenyewe kivaji. Anamwambia wewe unaweza, na utashinda, mimi nakuaminia rafiki yangu. Tujitahidi kutafuta marafiki washikaji. Rafiki anakuamini kinoma Ila Gaku bro alikuwa na wasiwasi kwa sababu alikuwa hajiamini kwenye uwezo wake pia. Lakini Haru bila kusubiri Gaku kwamba amekubali au vipi, akamwenda kumsajili bwana. Akamsajili moja kwa moja kwenye mashindano na alimpiga picha pale baa. Sasa hapo tunamuona Gaku akiwa yeye anapambana peke yake bwana. Lakini timu zingine ambazo alikuwa anashindana nazo zilikuwa zina members wengi kinoma. Bro, alikuwa anatakiwa kuwapita washindani wake 1000 ambao walikuwa wanashindana pale ili aweze kuingia top 12. Na ukiingia top 12 ndo afadhali sasa pale mnaanza kupewa mambo mengine. Lakini hapo kwa watu 1000 bro ni bagumu kwa sababu mchujo ni mkali kinoma Sasa mashindano na sheria za mashindano zilikuwa rahisi kabisa. Kutoka kuna maswali kwa kila mmoja na kila mmoja anatakiwa kujibu yale maswali. Ukiweza kujibu maswali, yale maswali yanakuwa na point, na kila point inaendelea kukusaidia wewe kusonga mbele. Na kuna maswali mengine ambayo ni magumu kweli kweli, na hayo maswali magumu ukiweza kuyajibu yanakupa pointi nyingi zaidi. Na sasa timu 12 ambazo zitakuwa zina pointi nyingi zaidi kuliko wengine zitaingia top 12, yani finali ya watu 12. Kusema kweli Gaku alikuwa anafanya vizuri so far, na akanajibu maswali yake vizuri kabisa, na akawa anapanda rank kutoka 1000 mpaka 633, 452. Lakini bro bado ilikuwa ni mbali kufika 12. Huko 452 wakati wenzako wako 12 huko. Sasa kwa pointi hiyo akaona muda unaenda na yamkini akawa eliminated, yani akatolewa kwenye mashindano. Sasa muda huo Haru akawa amerudi kwa sababu alikuwa ametoka. Surprise yenyewe ilikuwa ni kwamba Haru amekusanya watu 100, sio tu watu wa kawaida, lakini ni hackers ambao walikuwa ni amateurs. Yani amateurs ni wale haka ambao wanajifunza, yani hawana skills kubwa, lakini wanaweza kufanya vitu vichache kwa ajili ya kumsaidia pale. Wakaanza kumsaidia kujibu maswali bwana. Hilo lilimfanya Gaku aanze kupanda rank haraka kwa sababu si naye ameshakuwa na timu. Jamaa akawa yuko busy, anapanda mpaka Haru wakati mwingine anamlisha chakula. Akajitahidi mpaka kufika nafasi ya 35. Bro, nafasi ya 35 haikuwa nafasi ambayo anatakiwa awepo bado. Akiingia top 12 hapo ndo angalau anaweza kupumua. So ilibidi aendelee kupambana na muda ulikuwa umeshakuwa mbaya sana. Jamaa akaamua kucheza kamari pale. Akaamua kujibu swali gumu
kuliko maswali yote pale. Na akifanikiwa kulijibu lile swali, majibu yake yakawa sahihi, basi ataingia top 12 bro. Oya, Haru alivyoona vile, akaona huyu jamani chizi, amechanganyikiwa. Akaogopa hata kuangalia Haru, akatoka nje. Akaenda rooftop ili asubirie na kupewa majibu kwamba wamefanikiwa au la. Baada ya muda mfupi tunamwona Gaku naye akapanda rooftop. Oya, mwanangu, Gaku amefanikiwa kuingia top 12 bro. Oya, washikaji walifly sana, walifly kinoma. Lakini mashindano bado hayajaisha, wanahitajiwa wawe washindi wa kwanza. Na sasa mashindano yanafanyika, yani finali inafanyika kwenye ofisi za Dragon Bank, na hapo makundi yote 12 yanaletwa pamoja. Oya, meza zote zilikuwa zina washindani kadhaa ambao walikuwa kama timu, lakini kwa bahati mbaya meza ya Gaku peke yake, alikuwa yuko peke yake mwamba mwanangu, hana mtu mwingine bro. Oya bro, inatisha, ni noma yani, imagine hapo. Sasa muda huo Gaku akiwa peke yake, hata Haru mwenyewe akuwepo pale bwana. Sasa organizers wakaanza kutoa maelezo kwamba hii ni finali, na sasa nitawapa sheria za finals zitakavyokuwa, kwamba kila timu itapewa kiasi cha pointi 10,000 na kazi yao kubwa ni ku-attack au ku-hack wenzao wale wapembeni, yani wale ambao wako around pale. Na pia una-attack na ku-defense, yani unaiba na kujilinda. Unavyoendelea ku-attack ndivyo unavyoendelea kuongeza point kwako, na mwisho wa mashindano mtu au timu ambayo itakuwa na pointi nyingi zaidi kuliko wengine wote ndiye atakayekuwa mshindi. Lakini muda huo pia Goku naye akametokea na officially akasema kwamba mashindano nimeyafungua. Kama Mama Samia vile akija akisema mashindano nimeyafungua. Oya, ghafla tunamwona Haru akawa amefika pale na amevaa kama clown, yani amevaa kama mchekeshaji yani. Alafu mkononi ameshika kama fagio fulani hivi la silver. Na hilo jambo likali na wa confuse watu wengine, linawachanganya kwamba huyu jamaa anataka kufanya kitu gani, mbona tumuelewi. Haru akamfuata Gaku na kumwambia Gaku, sikiliza kwa makini, connect kwenye internet nyingine, ambayo akawa amemwambia pale internet gani ya connect. Sasa akati competition imeanza pale, Haru akaanza kwenda stejini akiwa anapunga ile nini yake ile fimbo yake ambayo imefungwa maduledule ya silver. Lakini ghafla bwana, tunashangaa timu za watu wengine wale wakawa hawa access internet, wanapambana na wanajaribu kuconnect network, connect wifi inagoma bwana. Lakini sasa Haru akamshtua Gaku kwamba endelea bwana, na hapo ndipo Gaku akagundua kwamba rafiki yake anafanya kitu gani. Akaconnect kwenye wifi haraka na kuanza kupiga kazi bwana. Oya, yeye peke yake ndiye aliyekuwa na internet pale na kuanza kuattack wengine, akawa anawaataki kweli kweli bwana. Sasa muda huo kuna mwamba ambaye alikuwa amekaa kwenye audiences huko kwa wanaotazama, akamegundua kabisa kwamba Haru kuna kitu anakifanya pale. Ukitumia foil zile za silver, zile ambazo tunawekea chips na nini, na kuanza kuziwevu mbele ya watu wengine wanaotumia internet, kumbe bwana inasaidia kublock signals za internet. Ndo hicho alichokuwa anakifanya Haru sasa. Na sababu ya kumuona Gaku alikuwa ameconnect kwenye internet kwa sababu Haru kumbe bwana alikuwa amekuja na wifi nyingine ambayo ameiweka karibu na nani, na Gaku bwana. Ilikuwa hizo ni mbinu za kivita mzee. Ukiwa hauwezi kupigana nao bro, usiungane nao, wachanganye. Na aliificha nyuma ya maua ili wasije wakashtukia wakaiona bwana. Na kitu ambacho alikifanya ni kwamba aliitegesha ile internet ianze baada ya dakika moja wakati mashindano yameanza. So wakati mashindano yanaanza watu sio wanapambana kuconnect internet, lakini ile inakuwa haionekani. Na rafiki yake baada ya dakika moja tu akaiona, yeye akaconnect. Wengine wakati wanaendelea kuhangaika wakijua kwamba hakuna wifi. Sasa kabla wale hajashtukia internet nyingine, Gaku amesha connect na amesha wabonda kinoma wenzie, na hapo anaongoza, ana pointi nyingi kuliko mtu mwingine yoyote. Lakini shida ilikuwa ni kwamba Gaku alikuwa yuko peke yake, hana mtu mwingine anayefanya naye kazi. Haru sio mtu wa makompyuta. Sasa akaanza kupoteza point kwa sababu wale wengine walikuwa wako kwenye team. Akaanza kushusha bwana, pointi zikashuka bwana. Na bro akatoka kuwa wa kwanza mpaka kuwa wa mwisho wa 12. Oya, lile jambo lilimfanya Gaku ashuke morali kabisa. Akawa na wasiwasi kwamba hapa tumeshapoteza rafiki yangu, hatuwezi kushinda hata iweje. Lakini Haru alikuwa ndiye mastermind bro. Akamwambia Gaku, tulia, wewe endelea kufanya kazi hapa. Akamwambia sasa nisikilize, badilisha wifi.
kuconnect kwenye wifi ya Dragon Bank. Lakini muda huo sasa Haru akabadilisha password ya ile internet aliyoileta yeye, kwa sababu wale watu wengine wote walikuwa wamesha connect kwenye ile internet ya Haru. Huyu jamaa alikuwa ni mpuuzi kinoma, rafiki yangu. Sasa baada ya hapo, manake timu zingine zote zile zikapoteza network, na Gaku hiyo ikawa ndo advantage yake. Sasa naye akaanza kupambana kuattack bwana, akaattack kinoma. Sasa muda huo timu zingine zilikuwa hazina tena muda wa kuanza kuconnect internet, na kwa sababu hiyo Haru na Gaku timu yao ikawa imeshinda bro. Kimaajabu kweli kweli. Gaku akawa haamini kwamba wameshinda, lakini yote hayo yalifanywa na kijana wetu mtaalamu wa kucheza na saikolojia za watu, Haru. Lakini muda huo Koku alivyowaona vijana wameshinda akawa amefurahi kweli kweli na yeye, na ndipo akarealize kwamba angejua angewaajiri mapema kabisa kwenye kampuni yake, na ona sasa amewapoteza vijana wenye akili nyingi kama hao. Na akaona siwezi kuwaacha hawa vijana waende tu, akawatumia tena ofa nyingine ya kuinvest kwenye kampuni yao, kwamba jamani sikilizeni, mimi sasa hivi nitawapa yuan milioni 200. Yani yuan milioni 200 bro. Mwanzo aliwapa ofa ya milioni 100, lakini sasa anataka kuwapa milioni 200. Ila shida ni kwamba bado anataka 51% ile ile. Akakabinti kanataka kawe kakubwa kwenye kampuni za watu bwana. Lakini Haru akampotezea, yani kama hamjui vile. Akampita kama mtu mwingine tu. Umeona? Lakini kwa sababu ya akili walioitumia kushinda haya mashindano, hawalikuwa sio kwamba wana ubora sana kuliko wengine, lakini walitumia akili kubwa sana. Na yule mwamba ambaye aliwashtukia kwamba akili walikuwa natumia pale, akawaona hawa vijana ni vijana potential kinoma, akawafuata bwana. Na huyu mzee alikuwa anaitwa Kidan, na yeye alikuwa ni mmiliki wa kampuni moja kubwa ambayo ipo kwenye nchi nyingi sana. Akaamua kuwapa ofa, akasema sikizeni vijana, nitawapa milioni 30, lakini mimi ninahitaji 15% tu za kampuni yenu. Oya, hiyo dili ilikuwa ni dili bomba sana kwa Haru, na walifurahi kweli kweli kwamba watakuwa na pesa lakini hawatopoteza kampuni yao pia. Lakini bwana, huyu jamaa akawapa condition moja, akasema ili muweze kuziaccess hela zangu nilizowapa, ndani ya mwezi mmoja nataka mtengeneze milioni 3 yuan, lakini msipotengeneza hizo hela nitatoa investment zangu na nitawaachia kampuni yenu. Lakini Huru alionekana hana wasiwasi hata kidogo, kwa sababu alikuwa anajua kwamba wataitengeneza hiyo hela. Na Haru alivyopata ile hela bro, ghafla akachukua mpunga na kupiga maselfie ya kutosha. Sasa unajua tena ujana, ukishaiona hela lazima uchanganyikiwe. Na mshikaji kama alikuwa na plani tayari, lakini Haru akamwambia Gaku kwamba mshikaji wangu sikiliza wewe, sisi tunataka tufanye biashara ya online, yani online business, na kuonyesha hela ni chanzo cha kuwaita wateja watatuona bwana. Akampiga picha pale na Gaku naye ili naye auze kwenye hela, lakini Gaku akakaa pale kama sanamu tu, rafiki yangu. Lakini Gaku akamuuliza Haru kwamba sasa bro, tutauza nini? Haru alikuwa hajui watauza nini, lakini Gaku alikuwa yuko smart sana huyu jamaa kusema kweli. Akamwambia sikiliza, ngoja kwanza tufanye jambo moja la muhimu. Mimi sijui nini tutakachokiuza, lakini nina uhakika tutauza bwana. Siku hiyo bwana akaweka mtandaoni na kutangaza kwamba wanahitaji wafanyakazi. Oya, haujui unauza nini, lakini unataka kuajiri watu bro. Sasa wakaanza pale, watu wakawa wanakuja kwenye interview sasa, na haikuwa rahisi kabisa kwa sababu watu wengi waliokuwa wanakuja pale walikuwa hawafikii malengo yao, yani walikuwa hawafikii uwezo ule ambao wao wanautaka bwana. Baadaye ghafla bwana akaja binti mmoja anaitwa Takahashi, na Takahashi alivyoulizwa maswali na hawa vijana alikuwa anaenda moja kwa moja kwenye mstari, na alikuwa anajibu vizuri kweli kweli. Na Haru, kwa sababu Haru ndio alikuwa kama main figure pale, kwa sababu Gaku yeye ni mtu wa makompyuta, mambo mengine Gaku yeye hayajui bwana. So kila alichokiulizwa na Haru akawa amejibu vizuri kweli kweli. So akaamua kumwajiri kuanzia pale pale, yani bila hata kupoteza muda, na nafasi ya kazi waliompa atakuwa ni director wa kampuni yao bwana. Sasa Takahashi siku yake ya kwanza kwenda kazini alishangaa kwamba mbona ofisi yenyewe tulifanyia interview sehemu nzuri, lakini huko nao wanakonileta mbona sipaelewi. Kumbe bwana ni getoni kwa Gaku. Dogo kaajiriwa anaenda kufanya kazi getoni kwa washikaji, getoni kwa msela yani. Lakini kusema kweli huyu binti naye hakujali chochote bwana. Alijua hii ndio kampuni tunaenda kuijenga bro. Umeona sasa namna ya kupata watu wazuri na akaamua na yeye kujitolea kwa 200% kuwasaidia Haru pamoja na Gaku kuweza kuikuza kampuni yao. Na muda huo Gaku akamwambia kwamba investor ametupa condition ngumu sana, tunatakiwa tutengeneze milioni 3 ndani ya mwezi mmoja. Akamwambia
niambie una idea yoyote tufanyeje ili tuweze kufikia hayo malengo. Takahashi akamwambia, sikilizeni, mimi nina idea ambayo naomba nishare na ninyi. Tutengeneze mashine ya AI, ya hiyo mashine yani AI tuseme labda, ambayo itakuwa ina suggest zawadi kwa ajili ya birthday za watu. So pale ambapo wateja wataona na kuanza kuweka orders, basi sisi tutaiuza hiyo bidhaa. Hiyo idea ilikuwa ni nzuri kweli. Wakawa wameipenda kweli kwamba wakifanya hivyo kweli wanaweza kuwauzia watu zawadi za birthday. Na hao watatu wakawa wameamua kuanza kufanya kazi sasa. Gaku akakaa kwenye kompyuta kuanza kutengeneza hiyo system, na Haru akamchukua Takahashi kwenda kutafuta maduka ambayo watafanya nayo kazi pamoja. Lakini kijana Gaku alikuwa anapambana kuendelea kubofya keyboard mwanangu, ili aanze kutengeneza hiyo AI bwana. Sasa bwana, jamaa kama amepambana ndani ya siku 3 akamefanikiwa kumaliza kutengeneza hiyo program ambayo itawasaidia kufanya hivyo. Ingawa baada ya kumaliza Haru hakufurahia sana, hakuipenda kivile. Yani haikuwa kama vile ambavyo yeye alikuwa anafikiria kwamba ingekuwa. Lakini walikuwa hawana huo muda tena wa kuanza kufanya marekebisho bwana. Sasa walikuwa hawana choice tena na kumpa kazi Takahashi aanze kuongea na wateja mtandaoni. So wakawa wametengeneza kiroboti pale ambacho yeye akiongea kile kiroboti kinarudia vile vile ambavyo Takahashi alikuwa anaongea pia. Na wakawa wameipa jina lile robot kwamba inaitwa Ren. Na hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Takahashi kuongea mbele ya kamera. Alikuwa na aibu kweli na alikuwa muoga kweli. Lakini kwa uoga ule aliokuwa nao ikawa imekamata sana kwenye social media, na kile kikatuni chao walichokitengeneza kikawa very famous bwana, na kikawa kina attract attention kubwa kinoma, na wateja bro wakaanza kutuma message muda wote. Sasa Takahashi akaanza kufanya consultation kwa hao wateja, kuongea nao popote alipo, anawasiliana nao, anaongea nao hata akiwa sijui huku akienda kutembea, yani ikawa ndo kazi yake sasa na yeye. Sasa baada ya wiki ya wao kufanya hii biashara yao, kila mmoja alikuwa anaogopa na kuangalia kujua ni shilingi ngapi wametengeneza. Sasa walivyoangalia wametengeneza bei gani bro, waliogopa kweli, kwa sababu walitengeneza 49 peke yake bro, na inatakiwa watengeneze 3,000,000 hata laki hawajafika, na zimebaki wiki 3, na hiyo hela wametengeneza wiki nzima. Lakini hilo alikuwa wakatisha tamaa, wakaamua kufanya kazi pamoja ili wasije wakarudi nyuma bro. Lakini baadaye Haru akamegundua kwamba kwa sababu walikuwa hawauzi bidhaa moja, wanauza bidhaa ovyo, hilo likawa linawapunguzia credit. Lakini wakati wanaendelea kufanya vikao vyao, Takahashi akamekumbuka kitu. Akasema, sikiliza, nimekumbuka, mimi nimeshafanya kazi sana kwenye maduka ya maua. Wanaume wanaona aibu sana kwenda kwenye maduka ya maua kwenda kununua maua kwa ajili ya wapenzi wao. Sasa mimi nadhani tu focus kwenye maua peke yake. Tutakuwa tuna washauri wateja wetu kuhusu maua, lakini pia tutakuwa tunafanya deliveries kwa hao wateja. Nina uhakika tutafanikiwa. So akawa hawana option nyingine yoyote bwana, wakaamua wajaribu sasa. Kusema kweli wakaanza kujitahidi bwana. Baadaye tunamuona Takahashi akipambana sana. Siku moja kuna jamaa mmoja akawa ameamua kuorder maua na yatumwe kwa msanii anayempenda kweli. Yani mfano unatuma maua kwa dada Zuchu pale au kwa dada Nandi pale, na yalivyotumwa yale maua timu ya kina Haru ilivyotuma maua kwa yule dada, yule msanii, yule mtu maarufu, akawa ameyapenda kweli, akapost kwenye social media yale maua aliyotumiwa na fani wake, yani mtu anayemkubali bro. Watu walivyoona wakawa wamefly, wamependa kinoma. Watu wengi wakaanza kuuliza, haya maua umeyapata wapi? Nani aliyekutumia? Nani aliyekuletea? Bro, walivyojua kwamba yale maua yanapatikana kwa kina Haru bro, watu wakaanza kujaa kwenye website yao bwana. Website ikaanza kujaa vibaya mno. Gaku akaona order zimejaa kinoma, na biashara kusema kweli ikaanza kutembea vibaya mno. Wasanii wanasaidia jamani kwenye biashara. Kama una rafiki yako ni msanii, anaweza kusaidia mambo yakaenda. Sasa mwezi ukawa umeshafika na wakati wa kuangalia kipato chao ukawa umewadia. Na kusema kweli hawa vijana walikuwa hawataki kuangalia hela zao walizozipata mpaka mwezi uishi bwana. Ile wamefungua kila mmoja akiwa na wasiwasi na uoga. Wakashangaa kuona wamezidi milioni 3 wamezizidi bro ndani ya mwezi mmoja. Walishangilia, walifurahi kinoma yani. Sasa walivyopeleka matokeo yao kwa investor wao yani yule mwekezaji wao, akawa yuko impressed kinoma noma, yani akawa amewafurahia vijana na kuona hao vijana kweli wanaliweza ili goma. Na jamaa akaamua kuwapa zawadi,
na zawadi hiyo ilikuwa ni kuwatambulisha kwa bosi wake mkubwa kabisa. Na huyu mama akamwambia, sikilizeni, sito sign contract na nyie mkataba, lakini ninawapa challenge kwanza. Sasa huyu mama challenge aliyowapa ni ngumu zaidi. Ndani ya mwezi mmoja wanatakiwa kutengeneza milioni 20. Hilo jambo liliwatisha sana hao wote watatu. Lakini nani unadhani atakuwa bouncer hapa wa kuvumilia? Haru kama kawaida yake. Haru akasema hilo jambo dogo sana washikaji zangu, na kusema kwamba bi mkubwa, challenge accepted, tutakwenda kuifanya hiyo vile unavyotaka wewe. Na akaamua kumshukuru kabisa kwamba asante sana kwa kutupa sisi opportunity hii. Asijue kwamba hilo jambo ni gumu. Uzuri wa Haru ni kwamba mimi nachukua risk, litakalo na liwe. Umeona Sasa walivyorudi ofisini kwao, nyumbani kwa kijana wetu, wakaanza kubishana bwana, kwa sababu waliona hiyo ni impossible, yani haiwezekani hata kidogo. Na Takahashi akasema, sikilizeni jamani, huu ni uongo. Sisi kwenye duka letu ambao nilikuwa nafanya kazi ili tuchukua mwaka mzima kutengeneza milioni 20. Sasa nyie mnavyosema kwamba milioni 20 tuipate ndani ya mwezi mmoja, hiyo kitu ni haiwezekani jamani, amini msiamini. Na akasema ili tuweze kufikia hiyo target, tunatakiwa at least tuweze kuuza maua au bouquet za maua zile 67 kwa siku. Lakini sasa Haru akaja tena na idea nyingine konki kama kawaida yake. Akasema kwamba Takahashi, wewe utabaki hapa kuendelea kupambana na order mpya, lakini mimi na Gaku tutaenda kuomba kazi bar. Kwa nini wanaenda kuomba kazi bar? Kwa sababu watu wengi wamekuwa wakisocialize huko, wakikutana, na wao kazi yao pale bar ilikuwa ni kugawa vinywaji kwa hawa watu, lakini pia lengo kubwa ni kupromoti duka lao la mtandaoni kwa hawa watu wanaokuja hapa. Siku moja Gaku wakati anamuelezea mteja akamind na kummwagia maji kichwani bwana. Na siku nyingine akapigwa bwana na vijana wengine ambao vijana wakitajiri pale. Lakini kwa bahati nzuri muda huo wakati wanampiga mshikaji, Haru akawa ametokea pale, akawazingua kweli wale wapuuzi bwana, na wakaondoka na kumsaidia Gaku pale rafiki yake. Na kuanzia hapo wakawa wanasave vinywaji vizuri kabisa kwa wateja wao, na wakiendelea kutangaza bidhaa zao, huku Haru akiwachekesha wanawake vibaya mno, mzee wa totos tena. Sasa bwana, ile kitu ikawa inawasaidia kweli, kwa sababu order zikaanza kuingia nyingi kinoma noma. Na Takahashi huku akawa yuko overwhelmed, yani akawa kazi zinamzidia kwa sababu maua yanayotakiwa, yani order zimekuwa nyingi kiasi kwamba zinamshinda kumanage. Lakini lengo lao kubwa lilikuwa ni kuendelea kuimprove quality ya maua ili wateja wao waendelee kufurahia yani na quality ya huduma yao bwana. Sasa tunamwona baadaye Gaku akaamua kudesign upya arrangement ya kwenye kompyuta yao ili kutengeneza maua yaonekane kama 3D, yaonekane uhalisia, yani ili ukiona pale ukiona kama nikiliweka mezani litakaa vizuri, ili tu wateja waongezeke. Bro, watu wakaanza kuoda maua mara 3 zaidi, na Takahashi akawa overwhelmed kinoma na orders zikawa zimemuongezea zaidi. Sasa baadaye mwezi ukawa umepita, na sasa ni wakati wao wa kuangalia wamepata shilingi ngapi ndani ya huo mwezi. Bro, na baada ya Gaku kufungua pale na kuona kwamba wamezidi milioni 20 target, bro, chozi la furaha likamtoka bwana. Wakaanza kushangilia pale, wamekumbatiana vibaya mno, na wakatoka wakaenda moja kwa moja kwa boss na kumwambia bosi kwa dharau kabisa, tumetimiza lengo ulilotupa. Sasa baada ya kuwaona vijana wako vile, bosi kusema kweli aliwafurahia kinoma, na akawaona wa vijana wana kitu. Haiwezekani mtu kaenda kupambana hivyo, yeye mwenyewe ile target aliyokuwa amewawekea aliona kabisa haiwezi kufanikiwa, lakini vijana wamefanikiwa bro. Akaona kabisa hapa kuna hela kwa hawa watoto, wakasaini contract pale, na kuanzia hapo sasa ndipo kampuni ya hawa vijana ikawa imezaliwa. Wakawa wameipa kampuni yao jina la Trillion Game, yani matrilioni ya mahela, yani wao ni wazee wa trilioni tu. Si mchezo mzee. Na Mrs. Yo sasa, yule bosi akaamua kuwapa vijana zaidi ya milioni 100 za pesa yao kwa hiyo yen. Sasa wakati wanasherehekea kupata hizo hela nyingi, wakashangaa bwana, habari mbaya ikawapata. Changamoto za biashara. Dragon Bank wamelaunch, yani wametambulisha system yao mpya AI ambayo lengo lao lilikuwa ni kuwaangusha kabisa hawa vijana wetu. Unajua yeye ana hela na kwa hela alizokuwa nazo anaweza kufanya chochote kinachotaka yeye bwana. Na Haru hakujua kwamba Koku atakuwa na roho mbaya kiasi hicho. Lakini hiyo ilikuwa haitoshi kumtoa Haru na timu yake kwenye biashara, kwa sababu Haru alikuwa ni muuni na msela na anajua kweli kweli. Sasa watatu hao wakaamua kufanya kikao na kuanza kufikiria ni namna gani watapambana na Koku na kampuni yake. Wakasema sasa kampuni yetu ya Trillion Game inatakiwa iingie phase mpya,
na step hii itatusaidia sisi kufikia mafanikio makubwa ya kampuni yetu. Akasema kuanzia sasa hatutauza tena maua, tuta launch live game show, na kwenye hiyo game show washindani watashinda pesa na zawadi mbalimbali. Sasa Haru lengo lake na mawazo yake mapya aliyokuja nayo ni kwamba wabadilishe kampuni yao ya Trillion Game kuwa ni kampuni ya gaming. Hata jina lenyewe naona linafanana na hayo yote. Lakini kuweza kufikia hayo yote walihitaji watu wengi zaidi wa kuwasaidia kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri. Sasa Haru akasuggest kwamba sikiliza, tuchukue hela tulizokuwa nazo, yani ile milioni 100 yote waliopewa, ili waweze kuinunua kampuni nyingine ya gaming na kuidevelop, yani kuifanyia marekebisho vile wanavyotaka wao yani. Sasa bwana, wakaanza sasa kutafuta kampuni. Haikuwa rahisi kuweza kutafuta kampuni ya kuinunua nyingine na kuifanya hiyo ya kwao, kwa sababu watu wengi walikuwa na makampuni na wenyewe walikuwa wanataka makampuni yao yaendelee. Lakini sasa wao lengo lao kubwa lilikuwa ni kuwanunua na kuwabadilisha na wao kukamata soko. Lakini bro, sio rahisi kama hivyo ambavyo wao walikuwa wanafikiria bwana. Wakazunguka kinoma, kila sehemu wanakoenda wanakataliwa. Baadaye wakawa wamefika kwenye timu moja hivi ambayo iko specialized kabisa kwa ajili ya kufanya programming za games. Na bahati mbaya hii timu ya hao vijana ilikuwa ina matatizo mengi sana na wenyewe, na matatizo yao yalikuwa ni magumu sana kuwa solved. Sasa Haru akamwambia, sikilizeni vijana, mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kuwasaidia na kuokoa maisha yenu. Kijana sasa anaanza kuwapanga, akawapanga kweli kweli. Mwanzoni vijana walikuwa na goma, lakini akamwambia, sikilizeni, nyie kazi yenu itakuwa kutengeneza games tu, inabidi mje mfanye kazi kwenye kampuni yetu, na sisi tutakachokifanya tutaprovide maisha mazuri kwenu. Baadaye wakawa wamekubali bwana. Haru akawachukua na kwenda kwenye ofisi mpya ambayo wamepanga sasa. Kwenye hiyo ofisi mpya hata Gaku mwenyewe alikuwa anashangaa kwamba hii ndio itakuja kuwa ofisi yetu. Lakini ashukuriwe Haru ambaye jamaa alikuwa anaona kila kitu kinawezekana kwenye haya maisha, na hakuna kitu ambacho kinaweza kikamzuia mtu yeyote bro. Sasa wakaamua kuanza kazi haraka iwezekanavyo, na ikabidi watengeneze game ambayo inaitwa Survival Island. Kusema kweli walijitahidi kinoma bwana, na haikuwa muda mrefu pale ambapo kampuni yao ikaamua kulaunch eventi ya kwanza kubwa kwa ajili ya kulaunch game yao bwana. Sasa siku hiyo Haru akawa amepanda stejini akiwa na mbwembwe kweli. Akawa hatambulishi tu game, lakini akawa amemchukua mtu mmoja ambaye alikuwa ni producer mkubwa sana, ambaye ni msambazaji mzuri wa magame. Na huyu jamaa akadeclare mbele ya watu kwamba yuko tayari kufanya kazi na kampuni ya Trillion Game. Bro, watu walishangaa sana kwamba inawezekanaje huyu jamaa akawa anakubaliana na hawa watoto wadogo tu wamekuja juzi, wameanza biashara juzi. Leo anakubaliana nao na kuja kusema kwamba atafanya nao kazi. Lakini bro, kumbe huo ulikuwa ni mpango tu wa Haru. Haru akawa amemchukua mtu wa kawaida na kumvalisha manywele na ndevu na nini ili aweze kufanana na ule jamaa, ili tu aweze kufanikiwa kwenye ile event yao. Bro, kutokana na ile event hawa vijana walipata bilioni 2 investment. Yani watu wakaamua kuinvest hela hizo bilioni 2 bro, kwa ajili ya hawa vijana kuendelea na hii project yao ya gaming. Sasa bwana, Haru hakutaka kuishia pale. Kusema kweli, akili ya Haru ilikuwa inataka kwenda juu zaidi, na rafiki yake Gaku alivyojua kwamba Haru bado ana mipango mikubwa zaidi, anataka magame mengine waanze kuyatengeneza, akaona kabisa huyu jamaa yake ana akili na ni chizi. Yani unajua inahitaji uwe kichaa bro kuweza kufikiria vitu vikubwa kwenye maisha. Na baadaye tunamuona akawa ameenda tena kwa yule investor wao wa kwanza kabisa kwenda kumshawishi ili awape hela nyingi zaidi. Lakini jamaa akasema, sikilizeni nye vijana, hebu kwanza tulieni kidogo bwana. Lakini baadaye Takahashi akawa amempigia simu Gaku bwana, na walivyoonana akawa amemuonyesha kwamba zile bilioni 2 walizozipata juzi zimetolewa hela zote. Akawa amekasirika kweli Takahashi, na walijua kabisa kwamba aliyetoa hizo hela ni Haru. Wakasema inabidi wamfuate, yani Takahashi akataka amfuate Haru kwenda kumconfront na kumwambia, kwa nini umeamua kutoa hela zote akati bado tunaendelea kupambana na hizi hela hazitoshi? Kwa nini umeamua kutoa hela zote? Lakini Gaku akamkataza, akasema achana naye, yule ni rafiki yangu, mimi namjua, na nimegundua kwamba Haru amekuwa akidanganya sana, sasa kwa investors na watu wengine ambao wanaendelea kutusupport. Sasa Gaku alichokiamua ni kwenda kusimama na timu yake ile wa develop game nyingine ambayo itakuwa ni nzuri kweli kweli, ili tu waweze kupata hela nzuri na wafute makosa ya nani, ya Haru. Sasa Gaku wakati amesimama pale na kuongea na wenzie, kumbe bwana ile hela Haru alikuwa ameiba na ameondoka, amewaacha wenzie bwana. Patamu hapo. Sasa Gaku ndo akawa na wakonvince wenzake na kuambia kwamba tulieni, na wao walikasirika kweli baada ya kusikia hayo maneno kwamba Haru amewasaliti kiasi hicho. Lakini Haru tunamuona baadaye akiwa pale na yule bosi wao yule wa mwanzo kabisa, akaendelea kumconvince mambo mengi. Lakini muda huu Haru alikuja kumfanyia uhuni huyu bosi wao bwana, na kumwambia kwamba nina
taarifa zako nyingi kwamba ushai kumchoma mtu kisu na ukakimbia na haujakamatwa mpaka leo. Sasa mimi nataka ushirikiane na mimi. Sasa hapo kijana tamaa ishaanza kumjia baada ya hela kuanza kugusa. Sasa Haru akawa amefanikiwa kumtega huyu mzee, na huyu mzee ikabidi akubaliane na Haru kwenye mipango yake na kuhakikisha kwamba anafanya naye kazi. Lakini upande wa pili, Gaku akawa ameona kwamba system za kampuni ya Dragon zinakuwa hacked, akaamua kuwasaidia bila wao kujua bro, na kuzifanya system zao ziwe imara. Kumbuka wale ni washindani wao na wamekuwa wakiwafanyia uhuni, lakini kijana akaamua kuwasaidia na hawakujua ni nani aliyefanya kile kazi. Baadaye Koku akawa amejua kabisa kwamba huyu atakuwa ni Gaku bila shaka, lakini hakujua kwa nini Gaku angefanya vile kuwasaidia wao. Sasa akaamua kumpigia simu direct, akamwambia tafadhali Gaku, naomba twende kwenye date mimi na wewe. Oya, Gaku alichanganyikiwa kusikia vile. Rais wa kampuni kubwa kama ile anamwambia yeye Gaku, nothing, hakuna kitu, waende kwenye date bro. Alipagawa kinoma. Sasa bwana, kweli bwana, siku ilipofika Gaku akatoka na kwenda kukutana na Koku bwana. Oya, ilikuwa ni siku nzuri sana kwao. Walienda kwenye amusement park ambako kwenye michezo mbalimbali ile wakacheza kweli. Oya, walienda mchana lakini wakajikuta wamefika mpaka usiku. Koku ile na yeye ilikuwa ni mara yake ya kwanza kufurahi kwenye maisha yake kiasi kile. Unajua tena ukiwa na hela kutafuta furaha za namna hiyo za kwenda kucheza ovyo na nini inakuwa ni kazi sana. Lakini baadaye wakawa wameingia kwenye cable car, kwenye zile gari ambazo zinapita kwenye waya za juu zile wanaziita cable car, wakiwa wametulia wamekaa pale. Lakini muda huo sasa Kaku akamuuliza, wewe ndiye uliyetusaidia kuhakikisha system yetu inakuwa imara, maana ilikuwa inatusumbua kweli kweli. Oya, Gaku akaingia ubaridi, hakujua mjibu nini kwa sababu alifanya vile ili kuwasaidia na wasijue kwamba yeye ndiye aliyefanya. Lakini Koku akawa amejua kabisa kwamba ni yeye kulingana na ile jamaa alivyokuwa amebehave pale. Binti akaama kwenye kiti alichokuwa amekaa yeye, akamsogelea bwana, kimahaba zaidi. Oya, kama sio mtego huu sijui kwa kweli. Lakini akamwambia kwamba Gaku, naomba uje ufanye kazi Dragon Bank kwa sababu imekuwa ndoto yako, na kumbuka ulikuja kwenye interview. Lakini Gaku akagoma, akasema hapana, sitaweza kufanya kazi kwenye kampuni yenu. Lakini muda huo bwana, ili kuweza kurudisha fadhila, Koku akampa mawasiliano ya wataalamu wa kudevelop games, kitu ambacho kikamfanya kijana afurahi kweli kweli, na angeweza kuwatumia wataalamu kwa ajili ya kumsaidia na yeye kwenye kazi zao. Unajua ile mtu anamwajiri kwa siku au kwa mwezi, sio mwajiri wake. Lakini sasa siku inayofuata tunaona Gaku pamoja na binti yule mfanyakazi wao yule akawa ameenda kuonana na game developer mmoja mkubwa sana ambaye alipewa mawasiliano na nani, na Koku. Na walipokutana na jamaa kwenye kikao chao wakawa naongea pale, jamaa akawatajia hela nyingi sana kuwasaidia kwenye hiyo kazi. Akati wanaendelea kubishana pale, ghafla bwana Haru akawa ametokea. Imagine Haru ameiba hela na amekuja hapo tena bro, ikawa ni balaa tupu. Lakini Haru hakutaka mazungumzo, akaingia moja kwa moja kuanza kumconvince ujamaa ajiunge na wao na kampuni yao ya Tyrion Games. Kumbuka wamemchukia hapa washikaji zake, lakini sasa hivi amekuja kuwasaidia tena Haru. Oya, Haru akawa amemaliza mchezo na jamaa akawa amekubali bwana, na wakawa wamefurahi kweli kweli, wanatoka pale wakiwa na furaha, wamesahau kila kitu. Na kusema kweli Haru ikabidi waombe msamaha wenzake kwa kupotea kwa muda fulani. Akaomba msamaha na kusema kwamba mnisamehe sana, lakini sasa nataka tuijenge kampuni yetu. Wakamuuliza vipi kuhusu bilioni 2 ulizozichukua? Oya, kumbe Haru alikuwa ameenda kununua kampuni nyingine ya media ambayo itawasaidia kwa ajili ya promotion. Sio kampuni yao ilikuwa imenunua kampuni nyingine pacha huko kwa ajili ya kuwasaidia kufanyia promotion. Sasa majukumu yakawa kama ifuatavyo. Gaku ni mkuu wa vitengo vyote vya gaming na programming, alafu Haru yeye ni mtaalam au mkuu wa matangazo na media bwana. Hiyo itawasaidia kufanyaje, kila mtu kufanya kazi kwa upande wake kwa nafasi yake vizuri. Sasa siku inayofuata bwana, yule mtaalamu wa gaming akawa amefika ofisini kwao. Jamaa akaanza kushare maidea kibao pale, na muda huo wakawa wameanza kufanya kazi sana kutengeneza vitu chomoke. Oya, walifanya kazi usiku kucha bro. Lengo lao ni waweze kufanikiwa, waweze kutengeneza pesa nyingi. Lakini upande wa pili kwa kina Koku kule, chairman yani mkubwa kabisa wa kampuni yao baada ya president alikuwa ni baba yake na Koku. Na baba yake Koku alivyoona hawa vijana wanakuja akawa amemind kweli kweli. Akaamua kulaunch game yao nyingine ambayo itashindana na hawa vijana. Yani hapo ni mashindano tu. Lakini pia baba hakuishia hapo bro. Akaenda kumuita yule mtaalamu wa gaming yule ambaye alikuwa anafanya kazi na hawa vijana na kumtishia kama jamaa ataendelea kufanya kazi atampoteza kwenye haya maisha. Sasa jamaa ikabidi aende kuvunja mkataba na kampuni ya kina Gaku na akarudi kule
Dragon Bank. Sasa wakati jamaa anaondoka, anaenda kwenye event ambayo imeandaliwa na Dragon Bank. Gaku pamoja na Haru akamkimbilia na kwenda wakamuomba kweli, lakini jamaa akagoma bwana na kuingia ndani kwenye event. Na alipofika ndani ya event kule, event ikawa imeanza bwana. Baba yake na Kaku akawa amesimama mbele. Sasa event ikawa imeanza bwana, na baba yake Koku akapanda stejini na kuanza kutambulisha hiyo game yao mpya. Na muda huo akashukuru na kusema kwamba ninashukuru sana kwa investors wote, lakini pia ninamshukuru mtu mmoja ambaye yeye ndiye ameitengeneza hii game. Akamuita yule jamaa jukwaani pale. Jamaa mwenyewe ni nani? Ni yule mshikaji wetu ambaye alikuwa anafanya kazi na kina Gaku. Jamaa akiwa stejini akaanza kuongea bwana. Akashukuru kweli, akamshukuru chairman wa hiyo kampuni ya Dragon Bank, lakini alivyonyoosha macho yake nyuma kabisa akawa amewaona vijana wakiwa wamesimama, hao vijana wawili, yani Gaku pamoja na Haru bwana. Maneno ambayo aliambiwa na wale vijana mwanzoni pale yakawa yamemuingia kweli, na sasa akaamua kuharibu pale bwana. Akaamua kutangaza mbele ya watu wote na waandishi wa habari kwamba kuanzia leo anaomba kuacha kazi, yani anajiuzulu nafasi yake kwenye hiyo kampuni, na sasa anataka kuanza kufanya kazi na kampuni ya Tyrion Games. Haru na Gaku walifurahi vibaya mno. Walishangilia, hawajawahi kushangilia maisha yao yote bro. Hadi wafanyakazi wao wengine kule wakawa wamefurahi na wao mpaka machozi yanawatoka. Lakini issue ni kwamba baba yake na Koku alikasirika vibaya mno. Aliondoka pale stejini hata bila kuongea chochote. Sasa hii ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa vijana wetu. Ingawa walikuwa wanahitaji kampuni yao iwe kubwa kweli, ile ya media ile. Kwa sababu Kido ni mtu ambaye akija kuanza kutengeneza magame, maana yake watahitaji kuyatangaza kweli, na wakianza kuyatangaza maana yake mauzo yao yatakuwa ni makubwa kweli. Subiri kwanza. Jamani, ninawaomba msubscribe kwenye channel yetu. Ukiangalia video zetu, 20% ndio walio subscribe, lakini 80% mnaoangalia hamja subscribe. Tafadhali naomba msubscribe ili muendelee kutupa nguvu mimi na timu yangu kuendelea kuwaletea video nzuri kila wakati. Bwana we, basi wakaanza kufanya kazi pale na wakaanza kupambana kweli bro. Wakapambana, baadaye waka launch game yao. Walivyo launch game yao ikaanza kupanda bwana. Downloads zikaanza kuongezeka. Watu wakawa na download na wakawa wameweka mitego kule ili watu wawe wanaweka hela na kufanyeje na nini. Unajua ile kwenye game wakati mwingine unacheza unafikia sehemu pazuri, unatakiwa labda kununua points na vitu kama hivi. Hiyo ikawa inaongezea na kuwapa nguvu zaidi bro. Oya, washikaji ni walipambana kiasi kwamba game yao mpaka ikawa namba 1 ikiipita game ya Dragon Bank. Kusema kweli walisherekea sana kwa sababu wote wameshakuwa millionaires kwa sababu ya kazi kubwa ambayo wameifanya bwana. Lakini upande wa pili, chairman wa Dragon, baba yake na Koku, alikuwa na hasira kweli. Na kusema kweli huo ndio ulikuwa mwanzo wake wa kushuka kwake, kwa sababu Haro alikuwa ametengeneza mpango mkubwa na kijana. Mpango wake ulikuwa unafuata, ilikuwa ni kwamba kampuni yao itengeneze au ifungue TV channel, yani channel ya TV mpya ambayo itaitwa Tyrion TV bwana. Yani hiyo TV yao itakuwa na entertainment za kutosha, yani itakuwa ni TV ya vijana ambayo inaleta mapinduzi kwenye ulimwengu wa television. Bro, ilikuwa ni kazi ngumu sana, lakini vijana wakawa wamekubaliana wataifanya na wana uhakika kwamba itafanikiwa kweli. Lakini wakati wenyewe wanaendelea kupambana huku na kuanza kutengeneza system mpya kwa ajili ya television yao, Dragon Bank na wenyewe wakawa wameamua kutengeneza mpango, kwa sababu walishawaona vijana kwamba wanakuja kwa speed kweli. Basi wakaamua kuingia mkataba na kampuni ya nchi za nje. Na lengo lao ilikuwa ni kwamba wakiingia kwenye mkataba ili waweze kuwa clash na kuwapoteza sokoni kabisa wakina Haru bwana. Sasa kusema kweli wakati huu itakiwa uwe wakati mgumu sana kwa timu ya Haru, lakini kumbuka kwa Haru hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Kijana wetu akawaambia wenzake tutaweza na Dragon hawatutupita. Sasa lengo lao ilikuwa ni kutengeneza quality nzuri sana ya hiyo programu ya mpya ya TV ambayo wanataka kuifanya na ili waweze kupata watu ambao watakuwa wanaangalia habari zao, ilibidi watafute mtangazaji mmoja mkali sana yani. Sasa Japani nzima hakuna mtu ambaye alikuwa anaweza kumpita huyu jamaa kwa sababu alikuwa na uwezo mkubwa sana. Haru na Gaku wakatoka wenyewe na kwenda kumtafuta jamaa. Nagase alikuwa na uwezo mkubwa sana, ingawa alikuwa anafanya kazi kwenye televisheni ndogo sana. Na lengo hilo linarudi miaka nyuma kidogo, ambapo jamaa alikuwa anafanya kazi kwenye televisheni ya taifa, ambapo miaka michache baadaye au miaka michache iliyopita, ghafla bwana televisheni yao ile ya taifa ikawa imetoa habari ambazo zilionekana kuwa ni za uongo, ili watesa sana. Na ili kuweza kuhakikisha kwamba hato haribu image ya televisheni yao ya taifa,
kwamba Nagase ikabidi achukue kila kitu akibebe mabegani mwake na kuchukua lawama zote bwana. Akaamua kuacha kazi. Na ndio maana anafanya kazi kwenye kampuni kadogo sana sasa hivi. Na Haru akamwambia njoo Tyrion Group. Sisi tutahakikisha kwamba unafanya kazi vizuri kulikweli. Na ninakuhakikishia kwamba jina lako litarudi on top kabisa. Sasa jamaa akakubaliana nao bwana na kusema kwamba haya, naomba tuandike mkataba na tuingiliane pamoja na nini. Na haraka sana bro wakawa wameanzisha televisheni yao bwana. Wakawa wameilaunch na kipindi chao cha kwanza kikaruka. Ya bro, kipindi chao kilipendwa kuliko mtu mwingine yoyote bro. Walipenda watu, viewers kibao kila kona. Ikabidi washerekee kwelikweli mafanikio yao kwa sababu ni wamepambana kwelikweli bro. Na kampuni yao ikawa imetengeneza milioni 250. Lakini pia bro, kama unawajua hawa Dragon na wenyewe hawakutaka kulala bwana. Wakaamua kutangaza ushirikiano kati yao Dragon pamoja na kampuni moja kubwa sana ya televisheni ya huko Japan. Na sio kampuni moja bwana, kampuni 2 za televisheni za huko Japan bwana. Na kusema kweli ile jambo itakiwa liwatishie sana Tyrion Games au Tyrion TV sasa hivi, kwa sababu hao jamaa zile kampuni walizoingia nazo mkataba ni kampuni kubwa kwelikweli, na televisheni yao ingekuwa ni kubwa zaidi ya televisheni yoyote. Lakini hilo jambo halikumtisha Haru kama kawaida yake. Akaja na idea nyingine na idea hiyo ilikuwa ni kuwatandika kweli Dragon Bank bro. Haru na timu yake wakawa wamekuja na mpango madhubuti kinoma. Na mpango huo ilikuwa ni kwenda kupartner na kampuni moja ambayo wanatengeneza animations na baadaye tunaona vijana wakawa wameita waandishi wa habari na kutangaza kwamba sasa wanakwenda kutangaza movie yao ambayo watatengeneza ndani ya miezi 6 tu. Na hiyo movie itaruka kwenye TV yao bwana. Kitu ambacho limkasirisha sana Koku, kwa sababu Koku naye alikuwepo pale kwenye eneo la tukio bwana. Na Koku alikuwa ameshawahi kuingia mkataba na wale ambao wanaenda kufanya nao kazi. Sasa waandishi wa habari wakamuuliza kwamba mbona hawa jamaa mnaoenda kupatana nao wameshafanya mkataba pamoja na kampuni ya Dragon Bank? Lakini Haru akasema kwamba hakuna shida, sisi tutalipa kuvunja mkataba wao. Kitu kilichomfanya Koku akasirike mara 100 tena zaidi. Baadaye tunamuona baba yake na Koku akawa amewaita hawa vijana, kwa sababu hawa vijana wameshamshinda akili, wameshamshinda tabia bwana. Kwenye kikao wakawa wamekutana kwenye kikao, na mzee akaanza kuambia na kuwakasirikia kwamba vijana, mmekuja kuharibu biashara. Kumbukeni sisi tunayoyafanya yote bado sisi ni benki. Sasa kwa sababu sisi ni benki, tuna capital kubwa na mtaji mkubwa sana, na sasa tunataka tuinunue kampuni yenu. Akasema atataka kuinua kampuni yao kwa bei gani, lakini Haru akakataa kata. Akasema hatuwezi kuuza kampuni yetu. Mzee akasema ninawahakikishia kwamba nitawatoa sokoni. Bora mkubali na ninyi muwe kampuni chini ya kampuni yetu. Yani tuwanunue, yani muwe ndani ya kampuni yetu, na nyinyi tutawaacha muendelee kufanya kazi hivyo hivyo kwenye hiyo kampuni yenu, yani Tyrion Games. Lakini Haru akamrudishia bwana mzee na kumwambia kwamba mzee, unachekesha sana. Nyie ndio mnatakiwa muwe chini ya kampuni yetu, tuwanunue nyinyi. Mzee akawa amekasirika kwelikweli baada ya kusikia maneno hayo ya Haru bwana. Na baadaye Haru na timu yake wakaondoka bwana. Baada ya hapo hao vijana wakaanza kutanuka bro. Kampuni yao ikawa ni kubwa na mafanikio yao yakaanza kuonekana. Attention kwenye kila kona ya Japani wakaanza kuipata bro. Lakini mwishoni tunaona bwana chairman, baba yake na Koku, akawa ameshindwa na hao vijana. Akaamua kuiuza kampuni yake kwa hao vijana bwana. Na vijana wakainunua, lakini pia Koku akamwajiri na kuwa CEO wa ile kampuni walioinunua, yani Dragon ikawa ni kampuni yao ambayo iko chini ya Billion Games. Na Dragon Game wakamwachia Koku yeye mwenyewe anaiendesha akiwa mfanyakazi wao pia. Umeona? Na filamu yetu ikawa inaisha, vijana wakiwa wametajirika kwelikweli na kampuni yao imekuwa kubwa. Lakini bro, kilichowafanya watajirike hawa ni idea na mawazo na kuamua. Kumbuka pale mwanzoni kabisa walikatazwa na kampuni, yani bosi wao aligoma kwa ajili. Wakaamua kwenda kufungua kampuni wakiwa hawana hata hela, hawana hata mtaji na hawajui nini watakachokifanya. Wakafanikiwa bro, wakafungua kampuni hadi yule aliyewakataa amekuwa mfanyakazi wao sasa. Hayo ndo maisha. Kama umeifurahia filamu hii, tafadhali naomba ulike video hii, lakini pia usubscribe kwenye chaneli yetu. Ninawapenda ile kinoma noma.